Mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili, wakati ambapo tunazungumzia masuala ambayo yanakuhusu na ni katika masuala ya uongozi kwenye ukumbi wa siasa, nikimshikia mwenzangu zamu Elizabeth Mutuku ambaye yuko kwenye shughuli za kikazi. Na hivi sasa mtazamaji, tunaangazia mustakabali wa taifa. Kuna masuala mengi ambayo yamefanyika humu nchini, tukiangazia siasa, sera na vile vile uongozi wa taifa. Hapa studioni siko peke yangu, niko na mgeni wetu ambaye ni Daktari Martin Olo. Ni mchambuzi wa masuala ya siasa, ni mwadhiri wa sheria na vile vile ni mshauri wa uongozi. Karibu sana daktari katika studio. Asante, nashukuru. Na najua sasa kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Tuanze na lile ambalo limefanyika siku ya leo, maandamano ya ghadhabu kuhusiana na mauaji ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang. Jijini kumekuwa mahame, ilikuwa pilka polisi, waandamanaji. Mtazamo wako ni upi? Tunaelekea wapi kama taifa? Kwanza kabisa ni kushukuru Mungu kwamba bado tuko na taifa, kwa sababu licha ya kwamba tuna misukosuko, tuna hali ya hapa na pale, bado tunatumaini kama Wakenya. Na pia niseme ya kwamba tutume risala za rambirambi kwa wale ambao wamepoteza maisha yao, kwa sababu yule tulimuona akipigwa risasi kwa karibu sana, hana chochote, hajajihami wala hakuwa na jiwe, anauza barakoa tu. Anauza barakoa tu. Ni hali ambayo kwa sasa inaonekana maisha ya binadamu kidogo haina thamana, kulingana na baadhi ya maafisa wetu ambao wamo kwenye polisi ama kwingineko. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha kwamba hatuna uoga wote, hatuna thamani yoyote kwa maisha ya watu, na nafikiri ni jambo ambalo si nzuri, kwa sababu maisha ya mtu na maisha ya Wakenya hasa ndicho kiini kikuu cha mtu yote kusema kwamba anataka kuwa kiongozi. Ndio Anapochukua kiapo, anaapa kwamba atalinda taifa na atalinda maisha ya watu na mali yao. Kwa hivyo kwa sasa tunaona hali hii si nzuri tena. Ndio, shukran sana kwa kauli hiyo ya kutufungulia kipindi. Masuala mengi yanafanyika, naelewa tunaishi katika mazingira ya siasa, na hivi sasa siasa zimeanza kuchacha kweli kweli. Zilianza wakati wa kuapishwa kwa rais mwaka 2022 na zinaendelea, lakini lile joto linazidi kupanda kila kuchao. Kwa mtazamo wako, tumeona kwamba kuna mirengo ambayo inabuniwa. Tuko sawa? Maendeleo tutayapata au tutazidi tuna siasa zetu? Nchi yetu, ukweli ni kwamba kama siasa ingekuwa ndio maendeleo, tungekuwa tumepiga hatua kubwa sana. Ndio. Kwa sababu siasa zetu haziishi. Tunamaliza kura, tunapomaliza kura tunaendelea. Sasa hizi tuongea mambo ya 2027, tuongea mambo ya 2032. Naam. Kuna watu ambao wanajiandaa beyond 2032. Kwa hivyo unaona kwamba sisi kama ni siasa, na kama siasa ingekuwa ndio maendeleo, nafikiri tungekuwa tumepiga hatua sana. Kwa sasa niseme hivi, kwa sababu siasa zetu ni za ubinafsi, na wengi ambao wanaingia katika siasa wanajitafutia, basi wale ambao kazi yao ni kutafuta kibinafsi na kutafuta njia ya kuingia katika utawala, wanaendelea kujitafutia. Lakini katika hali hiyo, Wakenya ndio wanaopoteza kwa wingi, kwa sababu Mkenya wa kawaida hana lingine, anataka awe na amani, apeleke watoto wake shule, aweze kwenda hospitalini na apate madawa akiwa ni mgonjwa, na awe na maisha ambayo yana thamana kidogo. Akiwa mgonjwa anataka apate matibabu, akiwa ameketi kwake anataka atafute chakula, anataka aende kwenye soko afanye biashara zake. Mkenya wa kawaida haja yake na serikali sio kwamba anataka serikali iweze kumpatia, inataka serikali isimuingilie ili kwamba afanye biashara zake na aendeshe maisha yake. Bila shaka. Asante sana kwa kauli hiyo. Mwelekezi wangu Emmanuel, kuna video moja ambayo imekuwa ikisambaa wiki nzima kutoka kwa katibu wa chama cha ODM Edwin Sifuna akiwa na naibu kiongozi wa chama hicho ambaye ni Godfrey Osotsi ambaye pia ni seneta wa Vihiga. Hebu tuchezee ili tuendelee. Mahali tumefika Kenya hii, hakuna haja ya maneno tena. Mahali tumefika Kenya hii, we want action, we don't want words. Na nataka niseme, for me, ukiniuliza kama Sifuna, ule mkataba tuliandika na UDA is of no use as I speak today. Haina kazi hiyo mkataba. Kwa sababu inawezekanaje tunaandikishana tuseme hamtaua vijana, kijana anachukuliwa kutoka kwao
anapelekwa mpaka Nairobi, anawawa kwa sel. Juzi tumeona wengine wawili wamechukuliwa Elgeyo Marakwet, wamepigwa, wamekatwa mikono, wamerushwa kule Nakuru. Mwingine amekufa kwenye police station ya Katitu hapa juzi. Na ndio maana nasema hiyo mkataba haina maana. Mahali imefika, it doesn't matter what else Ruto does. It doesn't matter what else he does. That agreement is dead. It is dead. Daktari, umeweza kuyasikiliza mwenyewe yale ambayo yaliandikwa kwenye mkataba ule hayana maana. Maneno yake katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna. Sijui mtazamo wako ni upi katika kauli kama hiyo? Mimi ningependa kukubaliana naye Sifuna, kwa sababu ukweli ni kwamba ukiangalia zile pointi 10 ambazo ziliwekewa mkataba ama sahihi, ndio hizo pointi ni pointi tu, unaweza kuzitumia kama nafasi ya kuongea, lakini hazikuwa na nguvu za kikatiba wala nguvu za kisheria. Kwa sababu nikija nikwambia hatutakuwa kutoka leo hatutaumiza vijana, tumesema nini? Kwa sababu kazi ya serikali ni kuhakikisha kwamba watu wote wanalindwa. Ule ulikuwa ni mkataba ambao ilikuwa tu ni njia ya kujaribu kutuliza hali ilivyokuwa. Naye nafikiri kiongozi wa ODM, naye kiongozi wa UDA ndio waliweka ule mkataba. Wengi watu ndani ya ODM sidhani wako ndani ya ule mkataba. Ndio kuna wachache ambao tayari waliingia serikalini. Sasa tukizungumza swala la broad based na nini, kisheria, kikatiba, hamna kitu kinaitwa broad based, hamna. Kwa sababu serikali yoyote ile, iwe ulipigia kura ama ukuipigia kura, ni ya Wakenya. Kwa hivyo hata serikali hii ya Kenya Kwanza ni ya Wakenya. Huwezi kusema serikali ni ya Kenya Kwanza, ni ya Wakenya. Kwa sababu Wakenya walipopiga kura kwa wingi wakasema ni Kenya Kwanza. Wengine wakasema wengine ketini pale chini. Kwa hivyo serikali hii ni ya Wakenya na lazima iwe inajumlisha kila Mkenya. Na hiyo ndio demokrasia na ndio katiba. Kusema kwamba huo mkataba unaleta uwiano, hauleti uwiano. Uwiano hauletwi na mambo, uwiano unaletwa na vitendo. Unaletwa na hali watu wanavyofikiria. Kuna vile watu wanavyofinywa, kuna hali ambayo watu wanatarajia. Huwezi kusema tumeweka mkataba kutoka leo tutakuwa na amani. Amani inakuja kwa sababu kuna nia, na wanasema panapo nia pana njia. Bila shaka umezungumzia swala hilo na najua ni swala moto sana. Awali ulisema kwamba ulikusudiwa kuleta uwiano humu nchini, na tumeona kwamba huo muungano ambao ni broad based ambao umeisema kwamba haupo popote, hauko kisheria. Hivi sasa tunaona kwamba kuna kukashifiwa kwingi sana katika serikali na wale viongozi wa upinzani. Inamaanisha nini kwa taifa katika ukuaji wake, maendeleo yake na uwiano kwa jumla? La muhimu hapa ni kwamba kila sehemu ya nchi hii ingefaa ama inafaa iwe na, yani kuweza kuhisi kwamba ipo na serikali ama serikali ipo mahali walipo. Kwa mfano, uipigie kura usipigie kura, askari wanafaa kulinda wewe. Uipigie kura usipigie kura, barabara ni hizo hizo, Wakenya wanapitia barabara waliopiga kura ambao na wale hawakupiga kura. Kwa hivyo kila mahali Kenya hii ingefaa tuweze kuihisi na kuiona serikali. Hauwezi kujenga nchi kwa misingi ya kutenga wengine. Kwa mfano, huwezi kusema sehemu hii haimo ndani ya serikali, msipoingia hatutawapa maendeleo. Hilo sio kusudi la katiba yetu. Katiba inasema kwamba madamu Mkenya na unaishi katika nchi hii, serikali iliyopo ni yako, uipigie kura huku ipigia kura, kwa sababu demokrasia inasema kwamba wengi wape na wachache pia wasikize. Ndio. Kwa hivyo hiyo ndio hali hiyo. Kwa sasa ni kusema kwamba huu mkataba uwepo usiwepo, Kenya hii ni yetu sote. Ukiwa kiongozi wa Kenya, wewe ni kiongozi wa Kenya, walinde wa Kenya kwa ujumla. Usiseme tu sasa mkataba. Kuna mengi yanazungumzwa, kwa mfano na nashangaa. Kwa mfano watu wanasema sasa katika huu mkataba maendeleo yameanza kwenda upande huu. Jamani, Kenya ni yetu wote. Tukifanya bajeti tunafanya bajeti ya Kenya nzima. Tukiweka usalama ni usalama wa Kenya mzima. Tukiweka sera zetu za foreign affairs ni sera za Kenya. Kwa hivyo lazima tujihisi kwamba wote tunajumuishwa, sio kwamba wengine tunatengwa na wengine tunadekezwa. Naam.
Shukran sana kwa hilo, na tusalie hapo hapo kwenye broad based ama serikali jumuishi. Tumeona kwamba hivi sasa wale ambao wameingia pale ni chama cha ODM na chama cha UDA, na tumeona minong'ono mingi sana, huyu anavuta kwake, yule anavuta kwake, kukiwa na masuala ambayo yanamgusa Mkenya moja kwa moja. Unapata kwamba wale viongozi wako kwenye muungano huu wa broad based wanaanza kuvutana. Tuliona lile swala la sukari, tuliona viongozi kutoka magharibi licha ya wao kuwa katika muungano huo wa muungano jumuishi, bado wanajitokeza na wanateta. Ni kuonesha Wakenya kwamba sisi tunawapigania ile hali mambo hayaendi, ni interest tu. Tuseme hivi, kuna mambo mawili hapa. Kuna interest ndio, lakini pia kuna katiba na kuna kule kutii katiba. Ndio. Na katika katiba kuna jambo kubwa sana. Kuwahusisha watu katika masuala. Na pia swala la uwajibikaji. Sasa jameni, huenda ukapata matokeo yale yale kuhusu mambo haya ya kampuni za sukari. Lakini iwapo utawahusisha watu na waweze kuelewa ni nini kinafanyika na ni nani wanahusika katika kule kubinafsisha hizi kampuni, basi wakielewa labda huenda wakasema ndio ni sawa, huyo ni sawa. Lakini kama unafanya kinyume, unafanya kisiri, unafanya nyuma katika boardroom zako, haya mambo yanazungumzwa mahali pengine chini ya maji, hawahusishi watu, basi hata kama ni jambo nzuri, kumbuka ya kwamba sasa hivi hata kama nikisema kwamba nataka kukulisha wewe nikuletee samaki ni sawa, lakini labda haja yako sio samaki. Ndiyo. Labda ningekuuliza ungeniambia kwa leo mimi nataka mboga tu. Ndiyo. Na ukawa uko sawa. Kwa hivyo sisi ninachokisema hapa ni kwamba ni uwajibikaji na uwazi ambao katiba inatoa, kwa sababu kwa kila jambo lazima tuwe na uwazi, kwa kila jambo lazima tuwahusishe, na kwa kila jambo lazima tuwe na uwajibikaji, kwa sababu serikali za gatuzi zimo kwenye hili swala la ukulima. Kwa hivyo ukienda kuzungumzia swala la miwa na hutaki kuwahusisha serikali, hutaki kuzihusisha zile serikali za ugatuzi, hamna kitu. Unaweza kusema kwamba kwa upande mmoja wa Bungoma alisema kwamba alihusishwa, alielewa, lakini kwa upande mwingine wa Kisumu alisema hakuhusishwa, hakuelewa. Na yeye sasa wa Bungoma tayari yuko UDA, na wa Kisumu ambaye ni ODM ungedhani ya kwamba pia alihusishwa, kwa hivyo angeunga mkono, lakini hakuunga mkono. Naam, shukran sana. Turejelee, kuna kauli ambayo rais ameitoa juzi akiwa Kakamega siku ya Jumapili. Amesema kwamba hataweza kukabidhi mikoba kwa viongozi ambao anadhani kwamba hawana maono na ajenda kwa Wakenya. Kauli kama hiyo kutoka kwa kiongozi wa taifa ina maana gani? Ni jambo ambalo alifai, kwa sababu sio yeye alijipa mamlaka. Ndio. Mamlaka haya alipewa na Wakenya. Na Wakenya pia wanaweza kumpa mtu yeyote mamlaka haya. Ndiyo. Kwa hivyo hawezi kuamua kutopitisha ule upanga eti kwa sababu hanipendi mimi. Kwa mfano mimi nimepigiwa kura, anipende asinipende, nikipigiwa kura jameni nipe upanga na mimi pia nishikie usukani. Ndiyo. Kama yeye mwenzake alimpa huo upanga, ulifikiria alimpenda yeye? Hakumpenda, lakini pia alisema kauli kama hiyo. Yeah, lakini kumbuka ya kwamba ilipofika mahali ambapo Wakenya wameamua, hata kama umpendi mwenzako unamwambia bwana, mimi wakati wangu umeisha, acha ningatuke, lakini napongatuka upanga ndio huu, linda Wakenya. Mambo ndo hayo. Mambo ndo hayo. Kwa hivyo ni jambo la kusikitiza, kidogo la kushangaza, lakini pia leo sio kwamba linashangaza sana. Ukimwangalia rais, yeye mara nyingi akizungumza katika hali hiyo ndio unajua kilicho katika roho yake. Ndiyo. Katika roho yake anadhani ya kwamba yeye ndiye ataamua nani atakayechukua mahali pake, ama yeye ndiye ataendelea mpaka sijui lini. Ndiyo. Kumbuka Rais Moi pia alituambia kwamba yeye atatuchagulia, lakini mara nyingi Wakenya wakiamua hawana haja ya wawezi kufikiria jinsi unavyofikiria. Wanaweza kupatia mtu ambaye hukumtarajia. Kwa hivyo yeye rais awe atulize, ajue kwamba akimaliza hatamu yake, iwapo ataondolewa basi apene bana. Ni heshima hiyo, na ni heshima kuu sana kwake, familia yake na kwa Wakenya, kwa sababu hatutaki kuonekana kana kwamba sisi hatutaki kutii sheria wala hatutaki kufuata katiba. Naam, shukran sana kwa hilo. Na hili linatuleta sasa katika masuala mengine ambayo tunayazungumzia kwa sasa. Tuna upinzani.
hivi sasa kuna joto linapanda katika upande wa upinzani kushinikiza serikali kufanya mawili matatu katika kuwasaidia Wakenya, na tumeona serikali pia inajibu. Kufikia sasa tunajua kwamba anayeongoza upinzani ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, na hivi sasa anaendeleza ajenda ya kuhakikisha kwamba Rais William Ruto anakuwa rais wa muhula mmoja. Inawezekana vipi? Si jambo jipya. Kumbuka ya kwamba wakati wa Rais Uhuru Kenyatta mpinzani wake mkuu alikuwa naibu wake. So kwa hivyo katika nchi hii hujui upinzani unavaa sura gani. Mambo yanajirudia. Kwa sababu sasa unaona anayempinga sana Rais Ruto ni aliye naibu wake kisheria, aliye naibu wake ambaye ni Rigathi Gachagua. Kwa hivyo utapata ya kwamba hawa watu wawili hawa wanaelewana, wanajuana, wamefanya kazi kwa pamoja. Kwa hivyo kuna vile huyu akituambia kitu tunaamini, huyu akituambia kitu tunaamini, kwa sababu wanaelewana, wanafahamiana hawa. Kwa sasa upinzani ndio huo, na labda ni nchi ya Kenya ndio ya ajabu katika dunia nzima. Siasa, Kwa sababu upinzani unatoka kwenye serikali yenyewe, hautoki nje. Kumbuka kwamba Rais Ruto alikuwa katika serikali na alikuwa anaipinga sawa sawa. Hata mpaka wale wanasema ile serikali ya Uhuru hasemi alikuwemo. Sasa hivi Rigathi anasema hii serikali ya Ruto, hasemi kwamba naye pia alikuwepo. Kwa hivyo ni hali yetu, la muhimu ni kusema ya kwamba Kenya ni moja na tutaijenga kwa pamoja na tutaibomoa kwa pamoja. Kwa sasa tumeamua tuijenge. Licha ya kwamba tutakuwa na tofauti za maoni, tofauti za kisiasa, kwa ujumla wa Kenya wengi wanapenda amani, wangependa nchi iweze kutulia, wangependa nchi iweze kwenda mbele kupiga hatua. Wanaoangusha nchi hii sio wa Kenya, ni viongozi ambao wanapewa mamlaka ya kushikilia rasilimali, kushikilia taxes zetu, kodi zetu na mambo mengine kama na kutupangia. Sasa hivi tuna bajeti imesomwa, tunaona bajeti ni kubwa 4.2 trillion, tunaona ina deficit ndani, deficit kubwa, lakini katika hiyo 4.2 trillion deficit ambayo iko hapo iko equal to ile pesa ambayo imewekwa ya development. Kwa hivyo tutakuwa tu hapo, hamna kitu tunafanya cha maendeleo, tutakuwa tunalipa mishahara tu, na hata na tukitaka kufanya maendeleo kidogo ni lazima tuombe ndani ya nchi ama tuombe nje. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo ukiangalia, afadhali nipunguze gharama zangu, niweze kuwa na bajeti ndogo hata kama ni ya trilioni 3, lakini wingi ama nusu ama zaidi ya nusu ya hizo hela zinaelekea mahali ambapo zinapeana huduma ambazo zinaelekea kuleta uzalishaji. Ndio. Shukran sana kwa hilo. Kuna siasa ambazo zinachezwa na tumeziona katika historia kwamba kuna siasa za kimaeneo, na wanasiasa wanatafuta kura kutoka eneo ambalo wanajua kuna kura nyingi, na ndiposa unaona hivi sasa tunaona kuna upinzani ambao uko katika eneo la Mlima Kenya, kuna hiyo kura kutoka Nyanza, na ndiposa tunamwona Raila yuko katika serikali na Gachagua sasa, na vile vile kuna another force ambayo inakuja Matiang'i, kwa sababu tumeiona washatudokezea kwamba inakuja. Labda katika hizi siasa za kimaeneo, unadhani kwamba zitaisha humu nchini, tuache zile kura zile siasa za mtu wetu, mtu wao? Nafikiri sio. Unajua sasa mimi ni mzee kidogo katika maisha yangu, na labda baada ya maisha yangu tutakuwa bado na hizi siasa za mtu wetu, maeneo na mtu wetu. Kwa sababu mara nyingi mimi huwa anauliza mtu, unasema ati mtu wako yuko serikalini, anapopata mshahara, anapopata kitu, anakula na wewe ama anakula na familia yake? Mara nyingi wanakula na familia zao na wanajiendeleza hivyo. Ukiona mtu anaenda kwenye benki ama anakuja na hela zake kwenye mkoba fulani, anatoa akikupatia wewe, unadhani ya kwamba anakupenda wewe eti ndio maana anataka? Kuna kitu anajua unacho, na anajua anaweza kununua na hizo hela, na anataka umpe. Kama ni ukubwa, anataka umpe ukubwa ndio aweze kutawala wewe. Ukiona mtu ambaye akiamka asubuhi anaenda anachinja, anachukua nyama ng'ombe mtamu, ana mafuta hapo, anamweka kwenye display,
eti unadhani anakupenda wewe. Anajua wewe unapenda nyama una hela, na unapenda nyama na una hela. Ndio. Na ukiona nyama ya mafuta kidogo utanunua. Ndio. Kwa hivyo anajaribu kuvuta wewe uweze kununua nyama ndio yeye aweze kupata hela. Kwa hivyo wanasiasa ni hivyo, wana mvuto fulani na wanajua una kitu fulani. Ndio. Na wanapokuja kutoa hela wanatoa wakijua kwamba utasahau kwamba mwisho utawapa kama Isao. Unajua yule jamaa ambaye aliuza, anasema bana nipe supu mimi kama ni hiyo tu ati birthright nini akapeana. Kwa hivyo la muhimu hapa ni kwamba wanasiasa wetu mara nyingi wanachukua kile kilicho cha manufaa kutoka kwetu na hawaturudishii yale maendeleo wanatuambia. Lakini wanatudanganya na hela ndogo, wanatununua. Kumbuka ya kwamba wanatumia sio hela nyingi, 100, 200, 500, alafu wanaenda wanapora mabilioni. Ndio. Na kumaanisha kwamba hivi sasa Wakenya wanafaa waamke. Tutaamka. Wakenya mtaamka kweli? Mtaamka kweli? Unajua tunaelewa haya mambo, tunakuambia kwamba mtu hawezi kuja atumie hela zake. Ndio. Alafu nadhani anakupenda wewe. Akupatie 500 ili umpe nafasi aende asimamie mabilioni. Sasa tuweze kujikakamua. Ndio. Mpaka tuanze kusema kwamba tunataka mtu wa kwenda kutuhudumia, sio kwamba mtu ambaye anakuja kutununua ili aweze kwenda mbele. Kwa hivyo ni jambo ambalo tuko mbali kidogo. Tuna katiba nzuri, tuna maelekeo mazuri, lakini katika mienendo yetu na matendo yetu bado kwa nyuma. Naam, asante sana kwa kauli hiyo. Tuendeleze siasa, ndio tumesema zipo. Kuna hii fakta ya Matiang'i, najua tumeigusia sana. Matiang'i amekuja akazinduliwa katika maeneo ya Gusii na kukakuwa na lile joto kwamba na matumaini kwamba mambo yatakuwa shwari, na wengi wanatarajia kwamba anarudi, na wanasiasa wamedadisi kwamba akirudi basi huenda atakuwa force 2027. Unaionaje? Kuna kitu ambacho Matiang'i alifanya alipokuwa waziri katika serikali ya Uhuru. Kumbuka alikuwa katika serikali zaidi ya miaka 10. Ndio. Kuna vile alifanya kazi akiwa katika wizara ya elimu, alifanya kazi akiwa katika wizara ya usalama, ICT na hata usalama na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo watu wanamuelewa kama ni mchapakazi. Na pia ni mtu ambaye hapendi mzaha. Na inaonekana watu wanataka mtu ambaye hapendi mzaha lakini ana moyo wa utu. Sio mtu ambaye atawanyanyasa watu wala atawakandamiza watu. Kwa hivyo Matiang'i ana nafasi ya kuja na kujieleza mbele ya watu, lakini kumbuka ya kwamba na yeye pia atapata upinzani wake, kwa sababu unapozungumzia mambo mengine katika nchi kuna wale wanasema kwamba na yeye pia anahusika. Kwa hivyo atakuja ajieleze, na sio kwamba atakuwa malaika na sio kwamba kuna malaika upande mwingine. Kwa hivyo itakuwa tunachagua binadamu, sio kwamba ati malaika wako hapa, wao wako mbinguni. Naam, asante sana kwa hilo. Bado tupige tathmini kwenye upinzani. Tuko na Gachagua, tuko na Kalonzo, tuko na Eugene, tuko na Matiang'i, na vile vile kuna viongozi wengine ambao wamo katika mrengo huo wa upinzani. Unaona vipi katika tathmini yako ya kuangalia siasa hizo? Je, wakienda kama block kama waende kivyao itakuwaje? Kwanza kabisa nikuambie hivi. Ndio. Rais Ruto ni mwanasiasa ambaye anaelewa siasa zetu. Ndio. Kitu cha kwanza atajaribu kufanya kabisa ni kuhakikisha kwamba watu hawa ambao wako upinzani hawawezi kubaliana. Atamuita mmoja, amwambie wewe chukua hii, atamuita mwingine ambaye wewe chukua hii. Kwa hivyo atajaribu kuwasambaratisha. Hilo ni lazima. Wakae wakijua kwamba kutakuwa na mbinu za kutafuta kuona ni wasipate umoja wao. Kitu ambacho ni cha muhimu kwa Wakenya ni kwamba iwe ni Rais Ruto ama iwe ni mpinzani ambaye atakuja, Mkenya mwenyewe kuamua ni mara hii ungependa uongozi wa aina gani na ungependa viongozi wa aina gani waweze kuwa mbele, waweze kushikilia serikali. Kwa hivyo kwa upande wa wale ambao wako kwa upinzani, tumaini lao lipo tu iwapo wataweka tamaa yao chini na waweke Kenya mbele na waseme huenda ikawa si mimi, lakini isiwe wale wengine. Hivi kwamba nijirejeshe chini alafu tuwe pamoja. Nakumbuka ya kwamba tupo katika hali ambapo ni lazima tufanye vile tulifanya katika ule mwaka wa 2002. Ndio. Tulikuwa na Wamalwa kijana,
tulikuwa na Mwai Kibaki, tulikuwa na Moody Awori, tulikuwa na Charity Ngilu. Lakini watu hao walikaa chini wakaamua ni mmoja wao, sio kwamba ndiye alikuwa mzuri zaidi, lakini wanasema ni mmoja wao ndiye atakampeleka mbele hivi kwamba waweze kumshinda Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa mwishowe. Mtu kama Raila aliungana na hao baadaye, kwa sababu yeye pia alikuwa anatafuta. Mtu kama Nyachae alikataa, akasema hataki, lakini akabaki na watu, alisema watu wengi lakini wakawa wachache tu. Bila shaka. Kwa hivyo tumeelewa kwamba ni ile hali ya 2002 ndio inaweza kutuleta mahali ambapo watu wakiungana ama viongozi hao wakiungana wanaweza kuitishia hii serikali. Hivyo kumaanisha lazima tusome yaliyofanyika wakati huo na tuyatumie. Lazima tuwe werevu. Mtu mwerevu ni mtu ambaye akiangalia nyuma anajifunza kutokana na historia. Na usidhani ya kwamba na wale wako nao hawalali pia, kwa sababu pia nao wanaangalia, wanasema hawa watu wakiungana tutakuwa hatarini Kwa hivyo watu wanajipanga. Asante. Wajipange na wao wajipange, alafu tuone ni nani atakayezindua. Bila shaka kuna hili swala la vijana wa Gen Z. It's a revolution. Wamekuja ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa, na asilimia kubwa yao hawana vitambulisho, hawana zile kadi za kupiga kura. Labda wito wako ni upi kwao, na katika maamuzi ya siasa za 2027 wafanyeje? Naomba kusema hivi kwamba vijana lazima wachukue stakabadhi, wachukue vyeti, wachukue IDs na pia wajiandikishe, kwa sababu kwa wingi wao wanaweza kujieleza vizuri na kujielewa vizuri, na hata waweze kujishawishi ama kutushawishi tuweze kuwapa kura. Kumbuka kwamba ni nchi hii tu na labda nchi nyingine chache kidogo ambazo kidogo hatuwezi kuamini vijana mapema. Mtu kama Bill Clinton amekuja katika siasa akiwa na umri wa 40s. Mtu kama Tony Blair amekuja katika siasa akiwa in 40s. Mtu kama Obama amekuwa president akiwa in 40s. Kwa hivyo hawa watu tunasema ni vijana ndio wapo sasa hivi, wana wingi, wanaweza kushawishi watu wengi. Kwa hivyo wakati wa vijana ndio huu. Ndio utapata ya kwamba kumekuwa na Trump pale ambaye ni mtu wa 70 na Joe Biden ambaye alikuwa pia 70 lakini kwa ujumla nchi hizi mara nyingi zinapata viongozi kutoka kwa ile pool ya vijana. Ndio imefika wakati na sisi pia tuangazie kule. Watu kama sisi sasa tumezeeka, tungependa vijana waingie kwenye 30s. Nani amesema mtu akiwa 30s hawezi kuwa kiongozi? Wewe unadhani ya kwamba David alipokuwa anachaguliwa na Samueli na Mungu akimwambia Samueli alikuwa na miaka mingapi? Kwa hivyo sio kwamba vijana wanaweza. Naam, shukrani sana. Asante sana Daktari Martin Oloo kwa kufika katika studio zetu na vile vile kufanya uchambuzi kuhusiana na masuala haya, kwa sababu ni masuala ambayo yanatuhusu kabisa. Na mtazamaji, huyu amekuwa Daktari Martin Oloo, ni mchambuzi wa siasa, mhadhiri wa sheria na vile vile ni mshauri wa masuala ya uongozi, akitupa tathmini ya masuala mbalimbali ambayo yanatuhusu kila wakati huu ambapo tunazungumzia mengi tu humu nchini. Shukrani sana kwa kuwa mtazamaji mwema. Tuzidi kufuatilia TV47 kwa vipindi na vile vile taarifa. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Jioni njema.